tunakuombeni mtuambie yale ambayo mnaona yatatufaa sisi kwenda kuyafanyia kazi, na tuko tayari kuyachukua, kuyabeba na kwenda kuyafanyia kazi. Lakini pia tuko tayari kuja kurudi tena baada ya muda ambao tutakuwa tunajipangia kuja sasa kuja kukwambieni kwa yale ambayo mlituambia siku ile kwamba kuna haya muda mfupi umefanikiwa aina kiwango hiki na haya muda mrefu tutakwenda nayo kwa utaratibu gani. Kwa hiyo hayo ndio yatakuwa. Tuzungumze, tuambizane, mtuambie, lakini tuondoke hapa na zawadi nzuri ya uzoefu wenu mlionao, lakini ya yale mambo ambayo tuende nayo vipi tukaone tunakwenda kuyafanyia kazi. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais kutokana na maelekezo yake na miongozo yake ambayo akawa anatuelekeza kama ambavyo naibu hapa alikuwa anazungumza kwamba tukutane na wadau wetu. Na bahati ile njema sana, nyinyi ni wadau wakubwa wa wizara hii ya habari. Na ndio maana jina la wizara limeanza habari. Alafu kaja sanaa, utamaduni na michezo. Kwa maana ya kwamba michezo inabebwa na habari, lakini sanaa na tamaduni zetu nazo pia zinabebwa na habari. Maana bila kuwepo habari, hizo sanaa zetu tutacheza ngoma, tutafanyaje, tutaishia tu kwenye ukumbi ama kwenye uwanja, story imemalizika. Tutazungumzia si utamaduni asubuhi mpaka usiku kama mwana habari haja utangaza. Maana yake huo utamaduni utakuwa umelala. Waandishi watauandika, utaishia kwenye vitabu. Lazima utolewe. Nani wa kutoa? Ndio nyinyi wadau wetu wa habari. Kwa hiyo karibuni sana, mwe huru katika kutoa shauri, kutupa maoni yenu, kutupa maelekezo ambayo mnahisi haya yatafaa kwa wizara yetu hii kuenda mbele kwa tasnia yetu ya habari. Basi tunaomba sana mfunguke, mtueleze. Pengine kuna viporo tayari vilikuwa vimeshafanyika, lakini kwa bahati mbaya inawezekana hatujafungua mafaili mengi, basi pia kutukumbusha kwenu hakuna ubaya wa aina yoyote. Tunaamini kwamba hapa tutavuna mengi kwa sababu nyinyi ndio midomo ya serikali kwa wananchi. Nyinyi ndio sauti za serikali kwa wananchi. Nyinyi ndio kisemeo. Bila nyinyi kuyasema hata yale ambayo Mheshimiwa Rais anayazungumza, manake hayatofika kwa wananchi. Lakini nyinyi pia ni kiunganishi baina ya serikali na wananchi wake. Kwa kiunganishi hichi ama daraja hili likitumika vizuri, manake tunasema ile harmony itakuwa inapatikana vizuri kati ya serikali na wananchi wake. Lakini daraja hili likitumika vibaya ndio litakuwa ile daraja bovu, linavunjika, alafu mambo hayaendi. Mungu atunusuru. Tunaamini kwamba nyinyi si hai kwa sababu tunaona ushirikiano wenu. Kuhusu maktaba, ili swala muhimu sana sana sana, kwa kila chombo cha habari lazima kiwe na library, maktaba yake. Hata kwenye magazeti ukenda kule unaweza kutafuta vitu kama wenzetu kule bara. Siku zile tunasoma chuo cha uandishi, unakwenda shirika la magazeti, unakuta mambo ya miaka mingi sana yako bado wameyaweka. Hapa Sauti ya Unguja kulikuwa na mfumo, kulikuwa na gazeti lile la Maarifa, basi walikuwa wameweka miaka mingi sana ilikuwa ipo, lakini sijui kama ipo. Ndio maana kuna mambo mengi sana ukisikiliza unashtuka sasa, hii mbona wanafanya hivi hawa? Lakini sasa ndio ushangaa, kweli wamesomea hawa. Wamewaajiri vijana ambao wamesoma katika hivi vyuo ambavyo nimeviainisha, lakini maslahi ya waandishi wa habari wanaofanya kazi katika hizi sekta au vyombo binafsi, lakini naweza nikasema sio vyombo binafsi tu, hata vyombo vya serikali, maslahi yao ni duni sana. Kazi ya uandishi wa habari ni kazi ambayo ni very sensitive na ni kazi ya hatari. Unakwenda maeneo tofauti kutafuta habari ukiwa huna bima, ukiwa huna protection yoyote. Wanakabiliwa na changamoto nyingi. Mwandishi wa habari akiumwa hana msaada, hana bima ya afya, hana kitu chochote. Mwandishi analipwa kwa kupeleka kazi yake ile ya habari, hana mshahara wa mwezi. Wengi wanalipwa kwa kazi ambayo amefanya, hawana mishahara ya mwezi. Wanafanya kazi kwenye mazingira, hawana mikataba ya kudumu ya kufanya kazi. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba muweze kuwalinda wawekezaji, kwa sababu taasisi za serikali haziwezi kuajiri vijana wote waliomaliza katika sekta ya habari.
Na kuwalinda wawekezaji ina maana pia mpunguze baadhi ya tozo ambazo zipo. Kuna fine, kuna tozo za leseni, uwekezaji umekuwa ni duni sana. Lakini pia mtafute utaratibu wa kukaa na sekta mwenza wa kule Tanzania bara ili kuweza kuona kwamba inapatikana hali ya penetration, hasa kwa mfano kama cable, kuweza pia kuuza ving'amuzi kule bara, wakatanua soko na infrastructure zao za maudhui kuweza kupatikana kule. Inaweza ikawapa tija katika masoko, na masoko yakiwa yakiimarika, moja kwa moja wataweza kutoa incentive mzuri kwa waandishi wa habari na wafanyakazi wao katika sekta hii. Mwisho ninalotaka kumalizia ni kwamba uhuru wa habari, kuna ile sheria ya Taarifa Information Act. Sheria hii ilikuwa imepitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inasemekana kwamba hapa pia iliridhiwa kupitishwa, Baraza la Wawakilishi karidhiwa, sina uhakika sana, lakini katika ile rasimu ya sheria leo tulitengeneza, kuna vifungu ambavyo vipengele tuliingiza ile access ya mtu kuweza kupata taarifa. Waandishi wa habari wengi wanapokwenda kwenye taasisi za serikali kupata taarifa, kuweza kuandika taarifa zao kwa uweledi, kwa sababu wanaweza wakawa wamepata malalamiko kwenye jamii, lakini hawezi kuthibitisha malalamiko yale bila kupata wahusika katika sekta husika iliyotajwa pale kuthibitisha na kuchukua pia hatua ya kusema kwamba kuna marekebisho ambayo yatafanyika, au wananchi wakapata nafasi ya kuelewa nini kinachoendelea. Wanakuwa hawapati ushirikiano wa kutosha wa kuweza kupewa habari. Tunajisahau tunapokuwa kwenye mamlaka kwamba tuko pale kwa niaba, tunafunga zile habari na tunafunga kutoa taarifa, wakati kumbe tutakapokuwa na utamaduni wa kutoa taarifa, wa kuitisha press conference hata kama kila baada ya miezi mitatu, kueleza mafanikio yaliyofanyika katika sekta husika, inasaidia kuondoa zile vacuum na ile room ya kwamba watu wana gesi na kuna taarifa nyingi ambazo zinakuwa sio sahihi. Chart ya Dr. Hussein Mwinyi ilipanda sana duniani kwa kukutana na waandishi wa habari. Ule ndio uwazi unaojulikana, kwa sababu vijana wa Zanzibar ni very intelligent, wana uwezo, lakini wanataka nafasi. Kwa hivyo mfanye mpango wa kuwepo in-house training. La pili, mfanye mpango katika vyombo vyenu kwa kuambia wa vijana hawa kwamba wanatumikia watu wa Zanzibar. Watu wa Zanzibar wana dini yao, wana mila zao, wana tamaduni zao. Mengi nayo ya kuzungumza, lakini nitaanzia kwanza kukomba Mheshimiwa Waziri na wenzako kwamba mkae mtambue, mjue waandishi wa habari wa Zanzibar wanaipenda sana nchi yao. Kinachowaudhi ni kwamba hawapewi nafasi ya kushiriki kikamilifu.